Hapo juu nimeweza kukuwekea picha ya mzee mmoja ambaye amefariki pale kambini Nyarugusu. Taarifa hizi mmeweza kukutana nazo sana na zinaendelea kusambaa kwa kasi. Hizi taarifa zilianza kutokea Kongo DRC, zikahamia Burundi na sasa hivi zipo ndani ya kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Taarifa zinasema kuwa mwanaume mmoja ambaye utambulisho wake haujafahamika ameripotiwa kupoteza maisha baada ya kupigwa na wananchi kufuatia tuhuma za kujihusisha na vitendo vya uchawi vinavyodaiwa kuhusisha kuiba uume wa wanaume. Tukio hili limetokea katika eneo la zone ya 11 ndani ya kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu mkoani Kigoma. Kwa mujibu wa taarifa za mashuhuda wa tukio hilo, mwanaume huyo alishambuliwa na kundi la watu waliodaiwa kuwa alikuwa na sehemu ya watu wanaojihusisha na vitendo hivyo vya kishirikina. Mashuhuda wanasema kuwa watu wanaodaiwa kujihusisha na vitendo hivyo wanakadiriwa kuwa zaidi ya watu 25 na walitajwa kuwa ni kile kilichoelezwa kama dhamira ya kuchukua uume wa wanaume kwa kutumia uchawi. Inadaiwa kuwa hofu na tuhuma za aina hiyo zilianza kuripotiwa katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadaye zikahamia Burundi na sasa zimeibuka pia katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Hata hivyo, mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi kudhibitisha madai hayo ya uchawi, huku wito ukitolewa kwa jamii kuepuka kujichukulia sheria mkononi, badala yake kuripotiwa kwa tuhuma za vyombo vya usalama ili zifanyiwe uchunguzi wa kina. Mwanaume aliyoko hapo juu amefariki dunia baada ya kupigwa na watu wengi sana, na alifariki ndani ya zone ya 11. Ndani ya zone ya 11 ni kule ambako kuna wale wakimbizi wapya kutoka Kongo DRC. Sababu kuu ya yeye kupigwa inasadikika kuwa alitumia uchawi kuchukua uume wa mwanaume mwingine. Matukio kama haya yalianza kuripotiwa Kongo DRC. Kumeripotiwa kukamatwa kwa karibia ya vijana wengi sana. Business hapa Burundi kitu kila watu wana proteger base baba proteger base na wanawake wanaotumiwa kwa kesi hizo tu za kuchukua uume za watu kwa kutumia uchawi. Yaani wanakutumia uchawi, badala yake unajikuta una uume kabisa. Leo tunakuletea taarifa inayozua hofu na mjadala mkubwa katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati kuhusiana na tuhuma za vitendo vya kishirikina vinavyodaiwa kuhusisha kuondolewa kwa viungo vya uzazi vya wanaume. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka kwa wakazi wa eneo la Kalemi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumekuwa na matukio yanayodaiwa kuhusisha watu wasiojulikana wanaotumiwa kuwashawishi wanaume kuingia majumbani mwao na baadaye kuripotiwa kupoteza sehemu zao za siri, hususani uume. Taarifa hizo zinasema kuwa baadhi ya watu waliotumiwa mara nyingi walikuwa wanawake. Katika baadhi ya matukio ya wananchi walinasa na kuwakamata watu waliodaiwa kuhusika, wakiwemo wanawake na vijana. Baada ya matukio hayo kuripotiwa nchini Kongo, taarifa kama hizo zilianza kusikika pia katika maeneo ya Burundi. Hali hiyo ilizua hofu kubwa miongoni mwa wananchi na kusababisha tahadhari katika jamii. Hivi karibuni tukio hilo linalofanana na tuhuma hizo limeripotiwa katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu mkoani Kigoma. Katika tukio hilo, mwanaume mmoja alishambuliwa na kundi la watu waliomtuhumu kujihusisha na vitendo vya uchawi vinavyodaiwa kuhusisha kuiba uume wa wanaume. Kwa bahati mbaya, mwanaume huyo alipigwa vibaya na kupoteza maisha kabla ya kufikishwa hospitalini. Baadhi ya watu walijaribu kupeleka mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku mamlaka zikitarajiwa kuchunguza kwa kina ukweli wa tukio hilo na chanzo cha taarifa hizo.
Kwa hiyo matukio kama haya yanaendelea sana kuripotiwa ndani ya kambi ya Nyarugusu, Burundi na Congo DRC, na inasadikika kuwa tayari kumepatikana dawa yake. Inakaribia watu wengi sana wanavalia sindano fulani hivi na mpira wa kukamatia pesa zinafungwa mkononi. Nadhani sindano hizo unaweza kuziona. Sindano hizo zinasemekana kuwa ndio dawa na tiba bora zaidi ya kujikinga dhidi ya hao watu wasiojulikana wanaochukua uume za watu. Karibia watu wengi sana tayari wameanza kutumia dawa hiyo, na inasadikika kuwa ndio tiba bora zaidi inayofanyika hapo. Tayari Burundi wanaitumia, Tanzania tayari washaanza kuitumia, na Congo DRC ndo kabisa, kwa sababu chimbuko hilo lilianzia Congo DRC na bado haijulikani kwa nini watu wao wanachukua uume na haijulikani wanakwenda kuifanyia nini. Imagine mzee kama huyu amepigwa, na kuna baadhi ya wengine kuwa watu walimuhisi tu, lakini wenda walikosea kumpiga. Taarifa kama hizi utaendelea kuzipata hapa Umryama JL. Tafadhali tunaomba uweze kusubscribe, like, comment pia share kwa ndugu jamaa na marafiki. Asante.